Karibu sana. Asante sana. Ah, kwa majina yangu naitwa Amos Mwambire Mayele aka Koisan Kenya. Ah, ninafurahi sana kupata fursa hii ya kuweza kushare my struggles ah, na jinsi vile ambavyo nimepambana hadi kutoka pale sehemu ambapo nimekuwa hadi yule mtu ambaye niko leo. Sawa. So Amos, nitakuwa na maswali ya kuguide hiyo story yako yenye kila baada ya swali utakuwa unanielezea venye ilikuwa. So story yako itakuwa unaijibu kulingana na maswali ninayokupa. Sawa sawa. Sawa. So nataka tuanze na unielezee maisha yako yalikuwa vipi kabla ya kutumia dawa za kulevya, ambao ukinielezea zaidi utoto wako, ndoto zako na mazingira uliokuwa kabla uanze kutumia madawa. Okay. Kabla sijatumia madawa, maisha yangu yalikuwa sawa tu, kwa sababu nilikuwa katika mazingira mazuri, mazingira ambayo yalikuwa ni mazingira ya dini. Mimi nimelelewa katika dini ya Ukristo, babangu akiwa ni askofu. So maisha yangu yalikuwa mazuri sana na yalikuwa na mwelekeo mzuri hadi pale ambapo nilifika teenage, ndio life yangu ikawa na shift, negative shift. Sawa. Na ni mambo gani au hali zipi zilizokuongoza kuanza kutumia dawa za kulevya kwa mara ya kwanza? Kwanza naweza sema tu ni marafiki kwa sababu nilipokuwa ninalelewa katika kanisa, kuna wale marafiki ambao walikuwa tunakutana kwa kila Jumapili tulikuwa tunakutana, lakini nilikuwa nikienda shule kulikuwa kuna marafiki wengine nao pia ninakutana nao, na vile vile pia mitaani napo kuna marafiki wengine ambapo nilikuwa nakutana nao. So wale marafiki ndio ambao walichangia mimi kufanya nini, kutumia mihadarati kwa sababu wengine hawakuwa wanaenda kanisani kama vile mimi nilikuwa naenda kanisani. Alafu sikuwa nimejua salvation ni nini. Nilikuwa naenda tu kwa sababu wazazi wangu wanaenda. Sawa. Na ni wakati gani ulitambua kwamba maisha yako yalikuwa yamebadilika kutokana na matumizi ya dawa za kulevya, na athari kubwa zilikuwa zipi? Ilifikia wakati ambapo sikuwa ninafikiria vizuri, na naweza sema mimi mwenyewe naweza ona kama nilikuwa nafikiria vizuri, lakini sikuwa nafikiria vizuri kwa sababu mzazi alikuwa anaweza niambia kitu ya kwamba usifanye hiki, usifanye hiki, lakini bado mimi nilikuwa naona kwamba kile ambacho naambiwa nisifanye hakiko sawa, lakini kile ambacho nafanya mimi mwenyewe ndo nilihisi kwamba kiko sawa. Kabisa. Ni nini kilikupa msukumo wa kuanza safari ya kupona, na ni nini kimekusaidia kuendelea kubaki kwenye njia hiyo? Kwanza naweza sema ni yale maumivu ambayo niliyapitia. Unajua mtu hufanya maamuzi kwa sababu ya ule uchungu ambao labda pengine ameupitia, ama ile hali ambayo imepitia ndio inaweza kufanya nini, inaweza kumsukuma akafanya maamuzi fulani. Sasa mimi ule uchungu ambao nilipitia ndio ulinifanya nifanye maamuzi ya kusema hapana, mimi sitaenda katika njia hii kwa sababu nimekuwa na ndoto. Na ziko wapi zile ndoto zote ambazo nilikuwa nikiota? So hiyo ndio kanifanya niseme hapana, sitaenda katika njia hii, lakini nitafanya nini? Nitabadili mienendo yangu ili nifukuzane na zile ndoto zangu. Niki grow up nilitamani kuwa mwanamuziki mkubwa sana. Na muziki niliokuwa nafanya mimi nilikuwa nafanya hip hop, na huko nyuma nilikuwa nadhani kwamba ukiwa mwana hip hop lazima utumie vitu kama bangi, lazima utumie vileo fulani, unaona? Lakini kuwa mwana hip hop si hivyo vitu. So unaona. So nikaona hapana, hip hop si uhuni. So nikaamua hapana, mimi sitafanya nini? Hata kama kuna watu ambao wanafanya hip hop na bado wana smoke weed, lakini mimi sitakuwa mwana hip hop huyo.
So ndo hapo nikasare drug na nikaona hapana, acha nifukuzie ndoto zangu za kuwa yule mwanamuziki bora ambaye naweza kuwa na hela hata zikasaidia watu wengine. Yeah. Sawa. Ukiangalia nyuma, ni mafunzo gani umejifunza ambayo ungependa wewe wa zamani au watu wengine wayajue? Ni mafunzo mengi sana ya kwamba uh, hallucination is real. Si kitu kwamba ati unafanya kusikia tu kuna hallucination after labda you smoke weed. Hallucination is real. Yeah. Depression too is real. Ni kitu ambayo yani iko kabisa. Ni kitu ambacho mimi mwenyewe nimepitia na nimekiona wazi. Sometimes nilikuwa naoneza una vitu ambazo yani hata siwezi kuzielezea. Unaelewa? So ni kitu ambacho ningetamani wajue vijana wengi ya kwamba hata wanapotumia hiyo mihadarati kuna stage itafika tu watashuka. Yeah, hawataendelea kuabiri hilo gari kwa sababu wakati watakapokutana na kitu kinaitwa hallucination, hapo ndipo watashuka. Yeah. Sasa almost. Yes. Mimi sahii nataka unieleze yani story yako. Yes. Ya time yenye ulianza kutumia hiyo drug hadi kuacha, yani unieleze vizuri hiyo story. Okay. Hadi mtu mwenye anasikiza sahii au anaweza pata kitu hapo akaamua kuacha. Okay, ni sawa. Mimi nilipokuwa primary school, hapo ndo nilikuwa najificha ficha nikianza kutumia kusniffio weed. So nilikuwa najificha ficha na wale marafiki zangu na sniff, najificha ficha na sniff hadi nilipo join high school. Sasa mimi nikawa nimekuwa, kuna yule anaitwa pro, nimekuwa mimi ni pro, najua hadi kuroll. Nikiwa primary sikuwa na roll, nilikuwa naendelea ile red med ile imeroliwa tayari. But nilipofika high school mimi nikawa ni master roller. Kuna vile yani ninajua kusawiri hiyo kitu na roll. Na roll kitu inaitwa Bob Marley style, yani kitu ambayo ukiona hivi unajua ndio. Unaona? So high school ikawa sasa huko, yani sasa ndo niko away from home, niko na wale marafiki zangu ambao walikuwa walimu wazuri kwa sababu walikuwa wamequalify katika hiyo nyanja. So hata mimi nami pia nilikuwa good student, nikasoma vitu nyingi sana katika hiyo industry ya drugs, nikavuta sana. Yes. Kavuta sana hiyo high school mpaka nilipotoka high school. Sasa naweza sema ni kama ni vile nilikuwa nimegraduate pia. Nimetoka high school lakini katika in the high school of smoking pia nilikuwa nimegraduate pia. Ni kama nilikuwa niko campus sasa. Juu sasa nilikuwa hapo yani sasa. Ushawahi kuuza? Yes. Ushawahi kuuza. Najua kuchukua vitalifa, vitofali, nikaviseti vizuri na nikawa narushia wenzangu huko. Yeah. Nimefanya sana. Si mara chache nimefanya. So haukuwahi kushikwa labda na askari time? Hapana, mimi naweza sema yani pia Mungu alikuwa upande wangu. Yani hata kule kubadilika naona ni Mungu tu, kwa sababu nimefanya all those stuffs lakini sikuingia kwa mikono ya polisi. Hakuna hata siku yani polisi alinishika hati na kitu chenye nimevuta kimebaki. Yeah. So na kwa utumizi wako hazikuwahi kukuathiri? Ziliniathiri vibaya. Niathiri vibaya kwa sababu kuna wakati ambapo sasa hapo yani nilikuwa naona vitu za ajabu yani. Siwezi elezea ni nini nilikuwa naona hasa, lakini yani naweza sema ni short kwa hiyo akili. Sikuwa naweza think right. Kuna wakati mimi nishawahi tembea kutoka nyumbani hadi Malindi. Like 4 times, yeah. Na nishawahi tembea na nikarudi. Wow. Naelewa. Yani si tena yani ni drug gani hiyo ulikuwa umetumia ukatembea na? Hiyo ni bangi tu. Ni bangi, but unajua sasa sikuwa natumia bangi peke yake, nilikuwa natumia hiyo bangi lakini bado kuna mnazi, kuna makali, unaelewa? So kuna vile yani mimi nilikuwa nachanganyani, hakuna naweza sema hakuna makali sijakunywa. Yeah. Na ulianzaje story yako hadi ukaamua kuacha? Story yangu sasa ni pale kwenye yani ilifikia mahali wale watu ambao walikuwa wananisaidia ambao ni familia. Mzazi wangu, kwa sababu mzazi wangu nimesema is a bishop. So yeye tayari kile ambacho nilikuwa nafanya
na dini yake ni vitu viwili tofauti, ni maji na mafuta. So ilifikia mahali akaona sasa, wewe ikiwa nakwambia lakini hawezi sikia, I think this is not the good environment for you. So my father kicked me out of the home, na sikuwa na lingine, ilikuwa nibidi tu nitoke kwa sababu that wasn't my climate. Yeah, ilikuwa ni it is a small heaven ambayo yeye mzazi mwenyewe alikuwa amejitengenezea, na alikuwa yuko tayari kuishi in that paradise na watu wenye wanaweza shika zile masharti zake. So kwa sababu mimi I was a black sheep, sikuweza kuishi pale, mimi nikatoka. Yeah. Ulisurvive vipi nje sasa? So ilikuwa mbaya sana. Nilipotoka pale mimi naweza sema the grace of God ndio imekuwa yani nyingi kwa maisha yangu, juu nilitoka nyumbani with my bag, nikawa nataka ku cross the Arua Sokoke Forest nikija Kilifi, juu sasa kama mimi kutembea ni kitu nimezoea, juu naweza kwenda Malinda nikarudi, nikaona niacha nivuke tu niingie Kilifi. So kitu cha kushangaza ni nikiwa nimefika Dida hapo, nataka niingie hiyo Arabuko, nikapatana na military mwenye alikuwa anaenda Nyali Barracks. So sijui ni nini yenye nilimsukuma asimame, but alisimama akaniuliza tu, kijana unaenda wapi? Nikamwambia mimi naenda Kilifi. Alikuwa na motorbike yake, unaona. So mimi aliniambia mimi ni mwanajeshi, naenda Nyali Barracks. So fanya hivi, panda kwa hii bike. So nikapanda kwa hiyo bike, akanileta tukaingia na Tezo hivi mpaka kwa aunti yangu hapo, akani drop. So mimi nikaenda kwa aunti yangu. Aunti yangu kuniona juu story yangu alikuwa ni kitu yenye amesikia juu story yangu ilikuwa imeenda viral kwa wale mabesti nimesoma nao, marafiki, watu wengi walikuwa wanajua Amo ni wazimu sahihi, Amo amefyetuka nini, story yangu ilikuwa viral. So aunti yangu aliponiona kwa nile ana huzuni ndani ya roho yake, kwa ni nini mwanangu, kwani ni nini ambacho imekuaffect, yani ni nini ambayo imekuhapenia kwa ile yako, mbona ulikuwa vizuri, mbona inakuwa hivi? So nikamwambia mimi hata mwenyewe sijui. So aunti yangu akanipokea, nilibaki kwake for like 3 years. So nikabaki pale mpaka nika heal, lakini siku heal tu, nilibidi nikaenda church. Nilipoenda church sasa nikapata na pastor mwenye alikuwa ameniambia, sasa nikiwa katika that state, kitu natamani niwe na pesa, niwe naweza kufanya vitu fulani, lakini sina pesa. So nilipoenda kwa yule pastor, akaniambia usijali, mimi nitakuombea, alafu nitafanya mpango uweze kupata bike ya kujitafutia. So my hope mimi haikuwa kwa ile maombi, ilikuwa kwa ile bike yenye yule pastor anataka kunipea. So siku nyingine akanipigia simu, akaniita pale kwa kanisa, mimi nikaenda. Sasa nilikuwa na ile kwamba nadhani hiyo bike imepatikana, lakini nikifika pale hakuwa na bike. Ile pastor alinipatia Bible. Yeah, alinipatia Bible. Sasa mimi aliponipatia ile Bible, nikawa demoralized. Nikachukua ile Bible nikaja nikaiweka na nikatulia. Lakini nikabaki baada ya muda nikaona hapana. Naweza kuwa nilikuwa nalilia bike, lakini huyu mtu kwa nini amenipatia Bible? Naweza kuwa nalilia bike, lakini huyu pastor hii kitu amenipatia ikawa ndio kila kitu yani. Unaona? So nikaona hapana, sitadharau hii Bible. So ile wakati nilikuwa peke yangu, nikaanza kufungua ile Bible na kuanza kusoma. I call it a talking book. Kwa sababu wakati nilipokuwa naisoma, it was talking to my life. Wow. Yani wakati nikifungua chapter, na mimi siku hata nimecram vitu, nimelelewa kwenye kanisa, lakini siku kwamba nilikuwa nimecram vitu, hapana. Siku hata na verse nakumbuka. Kuna verse moja tu, labda Bwana ni mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Hiyo ndo nilikuwa nakumbuka. Lakini sikuwa na more verses. Lakini nilipokuwa naifungua hivi, ikawa inaniongelesha. So vile ilivyokuwa inaniongelesha, sasa hiyo nazisema ndio ikaanza kunipeleka in a pathway, a very miraculously pathway ambayo hadi leo bado naifuatilia. Wow. Yeah. So Bible tuseme ili lead the way. Yep. That's amazing. Yep. Pia unajua when you are depressed, I recommend the Bible as a good book. Pia wale marafiki wenye nilikuwa nikifanya hizi stuffs now, sasa nimechange environment. So huku it was either I make new friends ama nibaki peke yangu. But vile nilikuwa nasoma ile Bible, ilikuwa inanipatia force. Ilikuwa inani isolate
from other people. So most of the time nilikuwa niko peke yangu. Hata aunti yangu pale nilikuwa nakiishi hadi leo ufike kwake haizi kwambia rafiki yangu ni nani. Kwa hiyo miaka yote nimeishi pale, alikuwa akinikosa labda anipige simu ndio atajua mimi niko wapi, lakini hakukuwa na reliable friend mwenye anaweza ulizwa fulani yuko wapi. Most of the time nilikuwa niko peke yangu nikifanya nini, nikifikiria tu peke yangu. Haukurudi home? Sikurudi home, yani nilibaki after time venye sasa Bible ilikuwa imeniongelesha so deep. Nikafikia mahali kuna verse nilisoma hapo ikanambia ya kwamba if you want to follow me, basi ukiwa na ukiwa na shida yoyote na mtu ama ukiwa na kutoelewana na mtu yoyote, basi lazima uende kwa huyo mtu muelewane ndio uanze hiyo safari ya the kingdom. So mimi nikajua hapana, I messed up with my family. I messed up with my dad. First of all, kwa sababu alikuwa ananiambia mimi nisiingie kwa drugs. Naelewa, amenifanyia the best. Amenipeleka to high school. Kuna watu ambao hawajasoma bwana. So nikaona hapana, I messed up with my dad. So nikaona hapana, I'll go back to my parents. Nijaribu kuongea nao. That is after sasa mimi mwenyewe nimejifanyia kitu inaitwa personal examination. Nimeji-examine mimi mwenyewe, nikaona hapana. Nikaenda kwa wazazi na it was a very emotional conversation. Juu mimi nilifika pale nikamwambia babangu, I'm very sorry. I've butchered your soul. I've made your heart bleed. I've painted you ugly. Nilifikia mahali nikamwambia babangu, wewe ni mchawi. Yes. Na ujue sasa yeye ni pastor lakini anamwambia wewe ni mchawi. So unaona, so ilikuwa ni kitu nikamwambia I've painted you ugly in the face of the community. Hali ya kwamba yani nasikia akaniambia ni nini yenye imekufanya paka you are back here. Nikamwambia mimi nimejifanyia personal examination. Nimejitambua mimi ni nani. So nataka tu you search ile moyo yenye nimeharibu. Utafute sehemu yenye unaweza nipatia msamaha. Because nataka tu kuanza life nyingine. So babangu aliniambia mimi, I'm a pastor. Mimi si mtu wa kawaida. So what I'll do, I'll just pray for you. So babangu akaniombea. Mimi naitwa Baraka jina lingine. So babangu aliniombea through my name. Akaniambia nataka uende ukuwe Baraka kama jina lako. Hiyo kitu, hiyo ombi bado kwa roho yangu mpaka leo. Vile nenda ukuwe Baraka kama jina yako. Nikajua hapana. Hii ombi imefungua even the gates of heaven. Mamangu aliulizwa tu, akaambiwa una chochote cha kusema? Akasema mimi sina. Nikiwa nacho nitonge. Juu kuna wakati hapo ilitokea kukawa na scenario ambayo hata mamangu nilimkata isikio. Hapa. Hata today bado ana hii alama. Kitu ambayo imekuwa ngumu hata mimi na babangu, okay, hana zile emotions sana mimi, lakini tumam imekuwa ngumu sana kuachilia kwa roho yake. Though sema kwamba ana grudge na mimi ama labda ana hasira na mimi, lakini kuna ile kitu unaona kabisa hapana, things are not normal. Hata naomba hii kitu kama inaweza kumfikia siku ataiona, ajue tu mtoto wake is not the son mwenye amekuwa. Ni mtu mwenye yuko tofauti, anafikiria kitu tofauti. Nataka iwe ni kitu hata kama anaweza iona na ikamfikia, iwe ni kitu inaweza bring healing to his heart. Mpaka mimi na yetu tunaweza urudi kama hivi. Siku moja. Yep. Amina.